Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, kipindi chetu tutakwenda kutoa leo Ijumaa hitimisho, lakini pia na kujibu maswali. Basi kabla ya kwanza tupate Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, jina lako litukuzwe milele. Tunakushukuru kwa kutuleta tena siku ya leo kwa ajili ya kumalizia wiki. Mungu wetu, tunapomalizia wiki tunakualika uwe mwalimu wetu. Haya maswali ni wewe ndiye unayejibu kwa kupitia midomo yetu. Sasa Bwana, tunamwombea huyo anayefuatilia naye apata kuendelea kufuatilia na asife moyo, kutie nguvu na aelewe sawa sawa na mapenzi yako. Tunakusihi uwe nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Tumekuwa na somo wiki hii la 5. Nasema kuangaza kama mianga usiku. Na mmoja kati ya watu ambao tuliona kama ni nuru gizani, Timotheo. Mwanatimu wa Paulo yule. Na tunajua CV ya Paulo ni mtu ambaye amepitia mitihani mingi, majaribu mengi akihubiri Injili. Na yule alikuwa na sifa ya iliyothibitishwa kwamba ni mwaminifu, anaangalia mambo ya wengine, sio mambo yake. Ni nuru kweli kweli. Kuna dondoo hapa kutoka kwa Ellen G. White. Huyu ni mjumbe wa Mungu kutoka kitabu kinaitwa Testimonies for the Church, Volume 5, kurasa 81 na 82. Nitasoma kwa uchache. Wakati si mbali sana ambapo kila nafsi itajaribiwa. Okay, hii nitaiacha, nitaisoma baadaye kwa fungu la pili. Nasoma pale mbele mstari wa paragrafu inayofuata. Wakati wengi wa ndugu wa uongo watakapojitenga na walio wa kweli, ndipo waliofichwa watakapoonekana wazi, na wakiimba hosana chini ya bendera ya Kristo. Wale ambao, ndio hapo tunapotaka, wale ambao wamekubali matakwa ya ulimwengu hatua kwa hatua na kupatana na desturi za ulimwengu, halitakuwa jambo gumu kwao kujisalimisha kwa wenye mamlaka, badala ya kujitiisha kwa dhihaka, matusi, kutishiwa, kutiwa gerezani na kifo. Anataja habari ya uongo na kusimama kwenye kuridhia na ulimwengu au kusimama chini ya bendera ya Kristo pamoja na Kristo. Kwamba wale ambao sasa hivi vitu vidogo vidogo, sasa swali wanaridhia, anasema itakuwa ni vigumu kwa dhihaka, wanapokutana na dhihaka, matusi, hata kutishwa gerezani, kusimama kwenye kweli kama kina Timotheo. Sasa unafikiria nini juu ya haya mambo madogo madogo ambayo leo tunaweza tukarahisisha kwenda tu na ulimwengu, kwenda na wengi, ambayo yanatufanya tusiwe majasiri katika ukweli, na mwishoni hata magumu yakija tushindwe kusimama chini ya bendera ya Kristo. Sawa. Sisi ujibu mmoja kibinafsi na hata kwa kama kanisa unaweza kujibu. Kwanza kama wewe mwenyewe pia, kama kwa mtu wewe mwenyewe mmoja, inazidi kufisha ule mwanga mboko ndani yako. Unaizima. Kwa sababu kama nakumbuka katika kitabu cha Warumi 12 fungu la kwanza na pili, tunaambiwa tusifuatishe namna ilivyo, bali tugeuze upya wa nia zetu. Sasa kama ukisema uendelee na mambo ya duniani, tayari hautakuwa na nia ya Mungu ndani ya Kristo, utakuwa na nia ya duniani. Kama kijamii sasa, kama kijamii taifa tutapotoka, hatutaweza kuakisi ile nuru ya kweli ya Mungu, ya kuweza kuwa jamii ambayo ndio kamili, jamii ambayo inamtukuza Mungu, jamii ambayo inaonyesha ukuu wa Mungu. Hatutaweza. Ninaona pia mambo ya protokoli ni ya kiulimwengu, ya kuinuana ni ya kiulimwengu, kupenda sifa za watu ni ya kiulimwengu. Yanaingia ndani ya kanisa. Sema protokoli ni kuinuana mimbarani, kubebana, yani kuheshimiana
au kutukuzana njia ya kidunia, kiasi kwamba mtu akikutusi, hujazoea hizo lugha, umezoea kusifiwa, itakuwa ni ngumu sana. Itakuwa ni ngumu sana kuambiwa ukweli. Yaani unapenda uongo. Uongo ni mtamu kuliko ukweli. Kuna swali lingine hapa. Mungu anasema wanaoniheshimu nitawaheshimu. Alafu Ufunuo 14 mstari wa 7 anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Mungu anatuheshimu na sisi tunatakiwa kumheshimu. Ni kwa njia zipi tunaweza tukafanya hivyo? Tukafanya hivyo vizuri zaidi, tukikumbuka somo la Jumatatu ambapo anasema mwanga katika ulimwengu wa giza. Mungu anatoa nuru, anajitukuza, na sisi tunamrudishia heshima na utukufu tunapotambua ni Muumba, amemtoa Kristo, ametupa Roho. Sasa tunafanyaje practically? Na kama nikupatie tu hints, somo la Alhamisi, mkawahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa, na kupa tu tips. Mimi nitaenda na tips ya hiyo ya Jumatatu ya Jumatatu, mwanga katika ulimwengu wa giza. Ulimwengu wa sasa hivi kwa kweli ni wa giza, na tumeona ukweli. Ukisimama kuongea ukweli, utaonekana unaongea kitu ambacho hakiko duniani, lakini simama unaongea uongo, utakuwa na wafuasi wengi, watu watakusikiliza. Uongo umegeuka, umekuwa mtamu. Na unamaanisha uongo ni kusifia sifia, yani kwenye kusifia vitu ambavyo unafiki yaani umekuwa mtamu. Yaani leo wewe bwana wewe yaani wewe ndio jembe, wewe ndio jembe chuma sana. Lakini mwambie bwana, wakati hamna kitu, lakini mwambie bwana, naona kwa hapa hujaenda sawa. Vipi ungefanya hivi na hivi, ungechukua njia hii. Wewe kama ni mtu ambaye yuko juu yako, unanifundisha kazi. Unaona? Ingawa umemwambia ukweli, kitu ambacho angekusikiliza at least, yani kuna kitu kingejengwa pale, lakini ameamua kuchagua kwa sababu ya ulimwengu sasa hivi umekuwa wa giza. Sasa nilichotaka kusema ni kwamba pamoja na yote ulimwengu ushakuwa wa giza, sisi tusitetereke. Kusema kweli ni kumtukuza Mungu wa kweli, tuendelee kuwa mwanga. Sawa. Vipi kwenye kuheshimu viongozi ambao wanataabika kwa ajili yetu? Tuna mheshimu Mungu kwa kuheshimu viongozi sana, yaani na tunapaswa tuwaheshimu. Wadharau viongozi ni kumdharau Mungu. Ukimdharau kiongozi umemdharau Mungu. Anakupa ujumbe, unasema umenipa nini? Na tatizo kama tulivyosema pale, viongozi ambao wako katika ulimwengu wa giza ni viongozi ambao hawahitaji kukaa na watu wanaowaongoza, wanao karibu, kwamba yeye anasimama akisema utukufu unapungua. Sasa ukianza kusema kiongozi vipi, hii hapa imekwaje hapo, sasa tayari kesi. Lakini sasa unaonekana kwamba wewe pale ni kama unamhudumia kwamba amekosea kidogo, unamrekebisha kwa roho ya upole. Pale ni unamheshimisha, maana sasa ni kama mtu zipo ulienda haja ndogo alafu kufunga. Anakuambia hebu rekebisha hapo, kwamba umenivunjia heshima. Yaani wewe unaweza kuniambia habari ya zipo. Wewe mtu unaangalia hadi mpaka nani ya watu bana, unasema kumbe Kwa hiyo pale unamheshimisha, unamkinga hapa. Sasa ni mtazamo wa kiongozi kuchukulia haya maonyo challenge kama, je, huyo ananihudumia, ananiheshimu kwa namna hiyo, au aniseme pembeni?
Lingine tunaweza, njia zipi zingine tunaweza tukamtukuza Mungu? Tunaweza pia kama tunavyoambiwa kama mianga katika ulimwengu huu, kuwanyanyua mikono katika washika mkono. Unamaanisha nani? Basha kidogo, na kwa mfano au upo tusifike. Pochi inategemea na mtazamo. Alafu naomba niwaambie kweli, nizungumze kwa niaba ya watumishi wenzangu. Watumishi waliojitoa kweli kweli hawana muda kutafuta hela. Naomba niwaambie, hawana muda. Wao wanaangalia kondoo zangu watakula nini, na wanachofikiria ni chakula cha kiroho. Hivi atumtukuze Mungu kwa kuangalia mahitaji yao ya kimwili kweli? Tunamtukuza Mungu. Yaani mzazi wako anatembelea kanda mbili na alikusomesha na anakuombea na anakunani, wewe unaona kweli ni sifa, unamtukuza kweli? Na wakati wewe unatembelea Laizone au nini Travota, yeye yuko Yebohebo kanda mbili. Hapana, huyu sio tukufu. Lazima tuwe mwanga. Mojawapo ni kwamba lazima tuheshimiane pia, na tunapomheshimu mzazi, kiongozi au nini, katika huduma, katika kumhudumia mahitaji yake, kama Wafilipi walivyofanya kwa Paulo, hapa tunamtukuza. Sasa muda umekwisha, lakini kutimiza wokovu wetu pasipo, tunawezaje kutimiza wokovu wetu kwa hofu na kutetemeka? Yes, yeye ndio ameanza, ametukomboa, lakini tunatakiwa kuutimiza ukombozi kwa hofu na kutetemeka. Tunawezaje tukafanya hivyo bila kutafuta kuokolewa kwa njia ya matendo ya sheria? Hizo lugha simazielewa za Paulo. Ninapofanya nisiangalie kwamba yani labda mfano kuhudumia mfano nasema labda namhudumia mchungaji. Ninapomhudumia mchungaji nategemea na mimi nipate kitu fulani. Ile huduma yangu inatoka, yani natoa huduma ili nipate kitu fulani. Au ninaonyesha utii wangu ili nipate kitu fulani. Kwa lugha nyingine hakuna cha bure. Lazima kuna mbadilishano. Natakiwa nione kwamba napotoa hii natoa kama natoa kwa nani? Kwa Bwana. Sio kama nitegemee kupata kitu fulani. Hapana, nisitegemee malipo. Nitoe kwa moyo wa kusukumwa kwa ajili ya upendo, kama ambavyo Kristo alivyosukuma. Wakamtukuze Mungu wa mbinguni. Rudisha utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo swala ni nia, una nia Kristo kama alivyosema. Hatufanyi kwa kununua. Yaani kwamba nifanyie hivi ili nipate wokovu. Tayari alishaanza. Kwa hiyo matendo yetu haya sio kwa ajili ya kununua au hata hicho. Yaani ni kama alivyosema kwamba sisi tunashukuru tayari kitu ambacho ni uitikio wa alichokifanya kwa kilichofanyika. Tena serious, kwa hofu na kutetemeka. Ndio. Kwa hiyo matendo ya haki yana nafasi yake, yanamtangaza yeye. Matendo yenu yanasema yaonekane mbele za watu na wapate kumtukuza Bwana. Swala sio sisi tuokolewe, swala sio sisi tuonekane, ila Mungu atukuzwe. Asante sana. Tunapomaliza sasa, ikiwa kama una kauli ya mwisho, toa kauli. Tunapomaliza somo la kuangaza kama mianga usiku. Sisi. Haleluya. Kauli yako? Kauli yangu. Tuthibitishe, tusiwe yani niseme kwamba wokovu wetu usitoke mdomoni. Tuthibitishe. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Amina. Wewe unaondoka na kauli gani? Hebu tuandikie hapo chini. Tuingie kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili. Wiki nzima umetutembeza hatua kwa hatua. Tunataka kutembea kama wabeba nuru ulimwenguni. Wewe uliye nuru ya ulimwengu,
zidi kuangaza ndani yetu. Fukuza ubinafsi, fukuza ujinga, upumbavu, kupenda uongo, sifa za kidunia. Tupe kupenda kweli, tupe kushika neno la uzima, tupe kunyenyekeana, tupe kushikana katika kweli, na watu wakituona na matendo yetu yakionekana, sifa zikurudie Bwana. Jina lako litukuzwe kwa ajili ya mtumishi wako ambaye anatusikiliza sasa, ambaye amepokea nuru hii. Kazidi kumtia nuru na kumfanya nuru katika familia yake, katika kanisa lake, kwa jina lako Yesu. Tulete tena katika masomo mengine kama haya wiki ijayo, utuetembeze vivyo hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, somo letu hili tumefikia tamati. Leo somo la 5 tumefikia mwisho. Lakini wiki ijayo tunakutana na somo zuri sana linalosema kumtumainia Kristo pekee. Mwongozo. Kumtumainia Kristo pekee. Mungu kubariki sana. Karibu sana mimi na Enos Makalindile. Na Jeffrey Mondi. Tukutane.